وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kweli nashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi ya vijana kwenye hadhara hii ndiyo yaliyosababisha leo tuweze kuwa pamoja katika kipindi hiki, kwa sababu natoka mbali na mkutano mzito, lakini nilipofikiria kwamba hadhara hii itapita na mimi sitaonekana, wanapasha angalau tips. Mwenyezi Mungu awatengeneze vijana wetu na awapambe, kwa sababu wana sifa moja nzuri ya kupenda mashekhe. Ndio maana naona nyuso za mashekhe chungu mzima ziko hapa, na kila mmoja akachoka kwa mambo yake mbalimbali, lakini anaona aje kwa ajili ya kuhudhuria, kwa sababu kwanza ni wazazi ya Mtume Muhammad, lakini pili walioyaandalia ni vijana ambao wana mapenzi na wanaosoma. Mwenyezi Mungu atengenezee mambo yao. Mimi nina watu wengi hapa ambao ningeweza kusema. Tunaye Sheikh Ali Idini Mtogori, lakini tunaye na Sheikh Hassan Said Shizenga kama alivyoeleza mwenyewe. Kuna sifa nyingi alijieleza yeye mwenyewe. Hakuna kijana aliyewasomesha hapa Kinondoni miaka ile ya 76 mpaka 97. Alikuwa na akili ya karibu na mwepesi wa kushika kama Hassan Said Shizenga. Alikuwa na akili kubwa sana, na ukimpa kuhifadhi kitabu mara moja. Hakuna kitabu kigumu kama Alfiyat ibn Malik katika upande wa nahwu, na hakuna kitabu kigumu kama Lamiyatul Af'al katika sarfu, lakini hakuna kitabu kigumu kama Hilyatul Lubbi Masul katika balagha. Yeye alikuwa akifundisha, baada ya siku 3 nasema shekhe mimi tayari nataka kuarifu. Anaarithi anapita vile mlipita. Kwa hiyo katika sifa alikuwa nayo, alikuwa mtiifu, alikuwa sio mnene kama mnavyomuona. Kwa hiyo baba kwa kitumwa anakimbia tu mara moja. Alikuwa akisema alikuwa mtu wa riadha, ziwa sana mambo kukimbia. Kwa hiyo hiki ndio ambacho kimeweza kufanya afike kufika katika mambo ya faraidhi, kwa kusomesha Arrahabia. Wiki moja kashika kitabu chote kichwani kabla hajasoma alikuwa, alafu ndo napitisha. Alipokuwa tumeunganisha Haramaini pale kwa kufunguliwa Haramaini, basi kwa pamoja katika hiki sababu tukubali na ndipo mzito, lakini nilipofikiria kwamba hadhara hii itapita na mimi sitaonekana, wanapasha kalamu tips. Mwenyezi Mungu awatengeneze vijana wetu na awapambe, kwa sababu wana sifa moja nzuri ya kupenda mashekhe. Ndio maana naona nyuso za mashekhe chungu mzima ziko hapa, na kila mmoja akachoka kwa mambo yake mbalimbali, lakini anaona aje kwa ajili ya kuhudhuria, kwa sababu kwanza ni wazazi ya Mtume Muhammad, lakini pili walioyaandalia ni vijana ambao wana mapenzi na wanaosoma. Mwenyezi Mungu atengenezee mambo yao. Mimi nina watu wengi hapa ambao tungeweza kusema. Tunaye Sheikh Ali Idini Mtogori,
Lakini tunaye na Sheikh Hassan Said Shizenga kama alivyoeleza mwenyewe. Kuna sifa nyingi alijieleza yeye mwenyewe. Hakuna kijana katika niliowasomesha hapa Kinondoni miaka ile 76 mpaka 97 alikuwa na akili ya karibu na mwepesi wa kushika kama Hassan Said Shizenga. Alikuwa na akili kubwa sana, na ukimpa kuhifadhi kitabu mara moja tunahifadhi. Hakuna kitabu kigumu kama Alfiyat ibn Malik katika upande wa nahwu, na hakuna kitabu kigumu kama Lamiyatul Af'al katika sarfu, lakini hakuna kitabu kigumu kama Hilyatul Lubbi Masul katika balagha. Yeye alikuwa ukifundisha, baada ya siku 3 nasema shekhe mimi tayari nataka kuarifu. Anaarifu anapita vile vile. Kwa hiyo katika sifa alikuwa nayo, alikuwa mtiifu, alikuwa sio mnene kama mnavyomwona. Kwa mwembamba kwa kikubwa anakimbia tu mara moja. Alikuwa kikusema kwa mtu wa riadha, jua sana mambo kukimbia. Kwa hiyo hiki ndio ambacho kimeweza kufanya Afrika kufika katika mambo ya faraidhi. Kwa kusomesha Azhabia wiki moja katika kitabu kichwani kabla hajasoma na kuhifadhi, alafu ndo anapitisha. Alipokuwa tumeunganisha Haramaini pale kwa kufunguliwa Haramaini, basi akapata nafasi ya kwenda Saudia kusoma. Kwa hiyo vijana mliokuja hapa kwenye maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa mwalimu, innama bu'ithtu muallima, alikuwa mwalimu. Kwa hiyo nyinyi fanyeni kazi ya Mtume ili muwe walimu, mfundishe dini. Dini ina wajanja, haina wajuzi, na sisi tunataka tupate wajuzi, sio wajanja. Uletanga siku moja mtu mmoja ana kilemba kikubwa na majumba ya kutisha. Shekhe anakiwa kumwangalia leo niligogo mwangalia mgeni, lakini hatujui mgeni wake amekuja tu, labda ni mgeni kaona kwa maulidi na sisi tupo anakuja kujiunga na sisi, lakini anatoka wapi? Shekhe ni watu kupendana, ikafikia mahala wakati shekhe kufanya mambo mengi na wewe sababu na wewe dua akasema saka basi bismillahirrahmanirrahim mpaka mwisho. Ishara ya shekhe dua akasema tawfiki watu amini, tahmidi watu amini. Sasa ile haribu kushengena satellite ngo wewe tusome dini za kusomewa, ikiwa mambo madogo tu duniani yanasomewa. Sikwambii dini zikofanya nini, huwezi kuswali swala ikasihi mpaka uwe ilmu ya sala, ujue nyuzu zinachukuliwa vipi, tahara nini, wale kama hivyo. Kwa hiyo nitawaambia watu na wasisitize juu ya hiyo, na hasa vijana, na kusoma hata wazee pia msome. Kwa soma ile cha mzee si ibada ile kusoma. Kusoma ni ibada, au ibada yenye thamani kubwa na yenye thawabu nyingi. Leo hata ukifika msikiti wa Mtume sallallahu au msikiti wa Makka, kuna zile halakati hapo ni Morogoro ndani kwa Shizenga wanafahamu. Kuna halakati zile kutoka shekha mkao kiti, wenzetu tunasije kukaa kwenye kiti. Alafu chini kuna wanafunzi wanapiga darasa na wazee wao. Na kama siku za hija au za wakati wa umra, basi bashir basi barabara. Mimi mwenyewe pia nakata. Ndio halakati.
hasa katika harakati za babake Usama bin Laden. Alikuwa ni mdarris katika haramu, tunafika sana. Kwa hiyo kusoma tuseme hivi, sema namna hii, al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd. Haya kikomo ni toka utoto mpaka kufa, mpaka siku kuzima kwako, ni kipindi chote, kipindi cha ilmu. Kwa hiyo tusome dini yetu, tuifahamu vizuri. Hatutoweza kuyumba katika mambo yetu kwa sababu ya ilmu, na umma umetukuka kwa sababu ya ilmu na akhlaq, tabia njema. Umetukuka umma mpaka leo upo ni akhlaq, hakuna kitu kingine, tabia njema. Sheikh amesimama, Sheikh Mbwera kazungumza namna Mtume alikuwa na huruma, na akaleta mada inayozungumzia huruma, watu kuhurumiana, mpaka wanyama na kuwahurumia. Mwana tambo wa watu kapita kachoka sikuwajui bana, lazima tuwe na huruma. Alipita Mtume sallallahu alaihi wasallam mahala fulani na sahaba zake, kisha akapitia ngamia, akamwona ngamia anatoka machozi mengi yanatiririka. Kisha ngamia akashindwa kulia, akamwambia ya Rasulullah, mimi naonewa na huyu bwanangu, ananionea mimi, nipa mizigo mikubwa mizito na nini, tunafanya kazi kubwa nzima, hanitunzishi chakula chenyewe kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsikiliza ngamia, kisha akamwita, ni nani huyu ngamia, ni wa nani? Akatokea bwana mmoja, ni wa kwangu mimi. Analalamikia ngamia bwana, unafanyia kazi nyingi nzito, chakula unachompa kidogo, unafanya kazi kutwa nzima, mpe mapumziko, fanya namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwonea huruma mnyama, na akamwonya yule mwenye ngamia arudi katika swala huru. Sasa tabia njema ndizo zilizofikisha Uislamu hapo ulipo, sio nguvu. Hata wale ambao wanatukana Uislamu umekuja kwa upanga au umekuja kwa ugomvi, yale ni matusi dhidi ya Uislamu, na haujaacha kuwa Uislamu umetukana toka zama hizo za Mtume mwenyewe, na hautaacha kuwa unatukana mpaka qiyam saa. Wasimamizi wa Uislamu wataendelea kutukanwa na kusumbuliwa na kusemwa, kwa sababu Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kasema sana. Tumemwita mlazimu sanii kwa akili ya mtu wa kawaida tu, unaweza na Mtume mlazimu kwa sababu kuteremshiwa Qur'ani na kutoa utume ndio awe mlazimu. Na mitume yote imetukanwa, hakuna mtume aliyesalimika hata mmoja. Wala nyinyi mashehe msio mtu anasema siku tadao si huyu kwa hivi, si wajipatia thawabu siku ya kiyama bwana. Watu wa madhambi mengi, dhunubu kamsali jibal wa ta'adadi al-jimal wa mikyal al-bihar al-ghafira. Madhambi wala tukapeleka sehemu gani? Wasi watukane ukajisafisha siku ya kiyama, wewe ukachukulia thawabu, wewe ukatukana wachukua njia yake, wewe ukakaa kusengenya, unachukua zaka yake, yule kafanya nini, utafanya nini, unachukua sala zake, unawafilisi watu. Raha kupe. Na ikiwa ni mwanazuoni umekaa kutukana sana mwanazuoni, wewe hatuwezi kuweka katika juu la mwanazuoni. Mwanazuoni yule atukanwaye ndio mwanazuoni. Wanapiga kelele pale katika mitume. Hodi nani? Mwingine kaambiwa wewe umepotea, kisha akajitetea kwa watu wake. Jamani, mimi sijapotea, sijapotea. Mwingine kaambiwa wewe mbavu jinga. Wale sabii safara, sina mshono sio kinga bwana. Alijitetea. Na mtu akaambiwa wewe kichaa. Lakini mtume katetewa na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo simama mtume kuambia jamani, mimi sio kichaa. Ni Mungu mwenyewe akasema wa masahibukum bimajnun. Mwenzenu Muhammad huyu si mwenda wazimu huyu. Mungu ndio anatetea kwa sababu yeye akrabu rusul. Mwenyezi Mungu atasimama kumtetea.
nun wal qalam wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika, katika na Mungu mwenyewe. Lakini swala la kuambiwa kichaa, kuambiwa mlazimu, kuambiwa mchawi, kwa mambo hayo yote yamepata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku moja tunakuomba elimu, lakini tujiunge na mawaidha ya Sheikh Shaaban Bwera ya huruma, kuwa na huruma na mtu wetu. Inshallah baada ya kuzungumza haya, Mwenyezi Mungu ajalie shughuli zetu ziende vizuri na dua tuendelee nazo, kujinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kwamba kumekwisha. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anaomba usiku, anaomba kila siku, kusiwe na kipindi maalum, pata nafasi tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na swala za usiku tuendelee nazo na dua usiku. Salatu al-layli masafatuha fad'af fiha min fahmi wajhi wa ta'ammalha wa ma'aniha ta'ti al-firdaus wa tanfarij. Ta'ti Kawthar yanasema maneno hayo. Allahu wali tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.